Mtazamaji wa Women's Forum, nikukaribisha katika kipindi pendwa kabisa. Karibu sana. Hili ni jukwaa la elimu kwa watu wote. Karibu sana, na leo tena tuna elimu nzuri ya kuzungumza. Tutazungumza changamoto za mabinti katika mahusiano na ndoa. Na nitakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza nitakuwa mtaani na nimepata fursa ya kutembelea huko na kupata nafasi ya kuzungumza na binti mmoja ambaye yeye amewakilisha mabinti wengi katika changamoto za mabinti ambazo wanapitia, na atatupa uzoefu wa changamoto hizo alizoziona na zile ambazo yeye mwenyewe ameshuhudia. Lakini pia baadaye tutakuwa na mwalimu. Huyu ni mwalimu wa neno la Mungu, Mwalimu Lydia Kagisa. Yeye si mgeni sana katika Women's Forum, lakini leo atatusaidia kutupa majibu ya hizo changamoto ambazo huyu binti amezungumza kwa niaba ya mabinti wengine. Karibu sana katika Women's Forum. Mimi ni Angel Samuel na ni kushukuru sana popote ulipo. Karibu. Kwa namba inayopita kwenye runinga yako hapo utatuma maoni yako, lakini pia unaweza kusikiliza kipindi hiki hadi mwisho na ukapata nafasi ya kupata namba ya Mwalimu Lydia Kagisa na kuwasiliana naye kuhusiana na haya aliyozungumza au pengine mengine ya ziada, kwa sababu yeye ni mwalimu wa neno la Mungu, lakini pia mwalimu wa mahusiano na ndoa. Na moja kwa moja, hebu tutupe mpira sasa kwa huyu binti ambaye ni shuhuda wa mabinti wengine, akituelezea changamoto anazopitia, ambaye nimezungumza naye moja kwa moja. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jovita Jovinali Paulo. Ni mtoto wa pili kuzaliwa. Changamoto zipo nyingi sana, lakini mojawapo ambao changamoto ni kubwa ni ile wanaume kuwataka wanawake au mabinti kufanya sex wakati hawajaingia kwenye ndoa. Lakini sisi mabinti tukisimama vizuri na Mungu tunaweza tukazuia hicho kitu. Lakini sisi mabinti tumekuwa ni waoga sana, tukiamini kwamba tusipofanya sex kwamba tuwezi tukaolewa. Lakini kutokufanya sex unaweza ukaolewa. Kufanya sex au kutokufanya sex hakuwezi kukupelekea wewe kuingia ndani ya ndoa. Lakini cha msingi kabisa tunamhitaji Mungu ili atuweze kutusaidia kutuondolea huo uoga ambao tunao sisi mabinti. Kwa nyingi sana na vishawishi vipo vingi sana, na wale marafiki ambao wanatuzunguka, yamkini unakuta rafiki ana iPhone alafu wewe una kiswaswadu. Kwa na wewe unamtamani yule rafiki yako, unaamua uingie ndani ya hivyo vishawishi. Sasa ili utoke huko inamhitaji Mungu. Kwa hiyo sasa mimi kama binti naweza nikaambia kwamba tumuombe Mungu atusaidie tutoke huko. Lakini mabinti ambao wamefanikiwa na sasa hatujafanikiwa, wasitufanye sisi tukaingia ndani ya hivyo vishawishi. Lakini hivyo vishawishi vipo na changamoto zipo nyingi sana. Unakuta wengine ni wanachuo, unakuta anaamua kufeki maisha ambayo sio ya kwake halisi. Anaamua kupata maisha labda Jovita au Salome, maisha ya nyumbani kwao maisha yao ni mazuri. Alafu Jovita nyumbani kwao ni ugali na mboga za majani. Naamua kumuiga Salome wakati Salome si ajabu nyumbani kwao wako vizuri. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba mabinti tubaki kuishi maisha ya kwetu ambayo ni halisi. Changamoto ya kiburi, changamoto ya kujiona kwamba wewe ni bora kuliko mwingine, changamoto ya kujiona kwamba wewe ni mzuri kuliko wengine. Hii inatupelekea hata mume ambaye anakuja ambaye ni sahihi huwezi kumtambua kwa sababu una majivuno, una dharau. Mwingine ukimwona ana hela ambaye hana hela unamwona kwamba huyu hafai. Si ajabu huyu ambaye hana hela ndo alikuwa wa kwako, lakini kwa sababu umemuona kwa muonekano wa nje unaamua kumdharau. Mabinti wamezungumza Lydia na kulalamikia zaidi kuhusiana na kwamba wao wakiingia kwenye mahusiano, kwa sababu mtu akisikia mahusiano mtu anajua kabisa moja kwa moja ngono. Sisi tunazungumzia mahusiano yale ya kuingia kwamba sasa nimemuona Angel kwamba pengine anaweza kuwa mke baadaye. Kwa hiyo katika haya mahusiano manake tunahusiana katika hali ya kushauriana, labda tunafikaje kuwa mke na mume sasa, na mipango yote ya kuelekea kwenye harusi. Hayo ndio mahusiano tunayosema. Lakini katika hayo mahusiano yameingia doa, mabinti wengi wanalalamika kwamba katika kipindi hicho hao ambao wanakutana nao kama wenza wao watarajiwa huwa wanawadai ngono, na hiyo ndio changamoto kubwa. Na wanasema kwamba mara nyingi wakikataa basi yanavunjika. Mahusiano yanavunjika. Hebu tuweke sawa nini kifanyike hapo. Okay, ni kweli.
Binafsi naweza kuzungumza kwamba labda nizungumze na binti wewe unayenitazama kwamba mahusiano sio ngono. Yani mahusiano sio ngono. Nimekuja kugundua kinachowapelekea mabinti wengi kuangukia kwenye ngono ni kutokujua wewe ni nani na unatakiwa kufanya nini. Na kila anayekuja, yani ni kama vile binti mnakuwa na pressure kwamba labda huyu nikimkatalia sitaolewa, nikikataa labda akiniacha ndio basi. Biblia inasema, nafikiri kwenye Isaya anasema, ni nani aliyesadiki habari tulizozileta? Ni nani aliyesadiki? Kwa nini Biblia inauliza kwamba ni nani aliyesadiki? Hapa ninajua tunatazama na mabinti wa madhehebu tofauti tu. Naweza ukawa sio Mkristo lakini unatutazama. Ninachojua hakuna dhehebu au dini ambaye haizungumzi kila sekta ya mtu. Yani kwenye maisha ya kwetu hakuna ambacho hakizungumzwi. Kwa hiyo binti mnashindwa kuelewa kwamba mimi kama binti nimeambiwa nini? Biblia inasema nini? Okay, huyu anayekuja kwangu anataka ngono, lazima nifanye ngono? Sababu kubwa ya mabinti kinachowaangusha na kuingiza kwenye ngono na mkashindwa kutimiza kusudi lenu ni ile pressure. Yani dada Angel, mabinti wengi anafikiri akishafikisha miaka 20, 21, 22 anahisi kwamba mimi mbona kama vile taa imeanza kuwaka hivi, yani nimebakia miaka 25, akiona 25 ndio kabisa, 27 anaona kabisa yani mimi sasa, yani anajikuta kila anayekuja anaona labda ndio huyu, labda ndio huyu. Sasa hiyo pressure ya labda ndio huyu ndio inawapelekea kuingia kufanya tendo la ndoa wakati sio wakati sahihi wa kufanya tendo la ndoa. Na Biblia inasema, angalia katika kitabu mkasome, hakuna atakayekosa kuwa na mwenzake. Hakuna atakayekosa. Iwe miaka 40 sitakosa. Si vema mtu huyu au peke yake nitamfanyia msaidizi. Kwa hiyo ile kwamba nimejikuta mimi ni binti niko hapa moja kwa moja wakati na designiwa, nimedesigniwa nikiwa nimeletwa kuwa msaidizi wa mtu. Yani msijaja kwa bahati mbaya. Kwa hiyo hiyo pressure mlionayo kama mabinti kwamba labda nikimkatalia atakataa, ataniacha, mimi naomba hiyo pressure iwatoke, kwa sababu ile kwamba ulijikuta wewe ni binti na ukujileta tayari unaye aliyewa kwako. Ndiyo. Kwa hiyo ukiona mtu anakuja kipaumbele chake ni ngono, sio wa kwako. Ndiyo. Sio wa kwako. Na mara zote huwa napenda hata nikizungumzana na mabinti zangu kwa semina mbalimbali na huwa nawaambia nyinyi sio maparachichi. Kwa nini napendaga kutumia hiyo? Parachichi yani ni tunda ambalo tukienda sokoni unaweza kaenda gengeni ukakuta maparachichi rundo. Unaaminya, unaanza kuangalia ni lipi lile iva ili uchukue, kwa sababu unajua nitatumia leo ili kesho kutwa, ili kesho kutwa. Napendaga mabinti mjidesign kwa mfumo wa apple. Hakuna anayeminyaga apple. Ukifika supermarket unachukua hivyo hivyo, kutana na waliobeba njiani unachukua hivyo hivyo. Hatuminyagi apple. Kwa hiyo kwa sababu wewe ni wa thamani, umejidesign kwa mfumo wa tunda kama apple, wewe sio wa kuminywa minywa. Kwa hiyo unapoona mtu anakuja unataka kuanguka kwenye ngono, huyo sio wa kwako. Jua kwamba wewe umefumwa na umedesigniwa kwa mtu fulani yupo, ila kinachokupelekea kujikuta unaanguka leo umetembea na yule kesho kutwa yule ni kwa sababu ya hiyo pressure mlionayo. Yani usijihesabie kwamba nimechelewa. Mbona umri unaenda, wa kwako ndio naona unaenda. Kwa Mungu hakuna kwenda, kwa sababu kwa Mungu siku moja ni sana, siku 1000 na siku 1000 ni sawa sana siku moja. Kwa hiyo siku yoyote Mungu anaweza kubadilisha jambo lolote. Ndio maana nimetanguliza kusema ile sentence kwamba ni nani aliyesadiki habari tulizozileta. Kama unasadiki kwamba neno la Mungu ni ndio na ni kweli na ni amina, jua kwamba ile kwamba mimi nimejikuta ni binti, nimedesigniwa kwa mfumo kwamba mimi ni msaidizi wa mtu na mimi ni mke wa mtu na mume wangu yupo. Ni nini kifanyike? Nikae kwenye utulivu, nitulie na Bwana, nimwamini Mungu, niombe, nijithamini, nijitunze, ili yule aliye wa kwangu ambaye Mungu amenidesign ndio niweze kukutana naye. Sio hiyo pressure mlionayo. Pressure tu ndio inayoangusha mabinti zetu. Yani akiona miaka 20, 25, 26, 27. Mimi nina binti ambaye nina ushuhuda naye, amekwenda kuolewa na miaka 30. Wow. Na ameolewa akiwa na miaka 30. Yani huyo mpaka huwa anasemaga mbingu ni shahidi, na yani huwa anajivunia ameolewa akiwa 30 na akiwa binti. Wow. Yani akiwa binti, ninapozungumza binti, mabinti mnafikiri mnanielewa. Akiwa binti. Yani kwa kifupi tu akiwa bikira. Yes. Hajaguswa. Hajamjui mme. Na kuzimu ilijua. Hiyo familia ilikuwa na mambo ambayo kwamba hawaruhusiwi kuolewa. Kwa hiyo yeye alipopata neema akaniambia, anti, mimi nataka kusimama na Mungu, nataka kulivunja hili agano. Kwa hiyo tukawa tunaomba. Kuzimu ilipogundua kwamba tumefocus kwenye jambo fulani, kwamba hapa tunapambana asianguke kwenye hili jambo, akapata shida wakati wa siku zake, siku za wanawake. Akawa anapata shida, madaktari wakamwambia ili yali kutoke lazima upate mwanaume uzae. Alichofanya alikaa chini akainua mikono akamwambia
Mungu, kama nikufa nitakufa hivi. Sawa. Lakini sitafanya tendo la ndoa mpaka siku unanipa mume. Wakamwambia kadri unavyozidi kwenda mayai yanaliwa hutazaa. Akasema Mungu ndiye anayejua. Mungu anaweza kubadilisha hata kama yataliwa yote, Mungu anaweza kuyaweka kwa sababu yeye ndiye designer wangu. Kwa hiyo ameolewa, hata walivyokuwa wanamwambia kwamba hawezi kuzaa, sasa hivi tunatarajia mjukuu wa pili. Amen. Kwa nini? Alijitunza. Kwa hiyo pressure hiyo ya miaka miaka mingapi, wakati mwingine kadri unavyoona wewe kwako unaona miaka kama inakwenda, siku zote hata embe lililokomaa vizuri kwenye mti likaiva lenyewe likadondoka, hata unapokuwa ukilila unaelewa kwamba ili tunda limekomaa, sio lile lililopuruliwa. Tunajuaga hata sokoni ukiona unasema hili walilitungua likiwa bichi. Sasa mabinti zetu msitake kutunguliwa mkiwa wabichi. Acha mkomae. Na kadri unavyoona Mungu anakusogeza, anakuweka, kile ulichokibeba na kusudi la Mungu la kukuweka ni kikubwa kuliko unavyotaka. Mungu sio wa papara, yani Mungu ana hizo papara. Kwa sababu yeye anajua. Yani sio sisi tunachagua kwenda kuolewa na fulani, ila Mungu ndiye aliyetudesign kwa kusudi lake. Aliyesema si vema, yule wa si vema ndio anayejua, ndiye anayejua. Ile kwamba umedesigniwa wewe ni mtoto wa kike, kama ukijua kwamba wewe ni msaidizi wa hatima ya mtu mahali, na kadri unavyojitunza na ukajiweka mahali pazuri, ukajiposition kwenye position yako, na yule anayekuja anakuja amefocus kwenye kile ambacho wewe mwenyewe umekitunza. Sio mabinti zetu sasa hivi mpaka mnatutia aibu. Wakati mwingine tunakutana na vijana, unajua wakisha kujua kwamba wewe uko kwenye hiyo nia kukutana na mabinti na nini, wanajua kwamba mtu akija akakuulizia habari za Angel na habari nzuri za kumpa. Sasa wakati mwingine mabinti tunakosa habari nzuri za kuwapa vijana wanaotujia. Na kwambia mama nimemuona fulani, unaonaje? Sasa mimi nashindwa habari nzuri ya kumwambia kwa namna ambavyo mnajiweka. Jitunze, jiweke vizuri. Ukijiweka vizuri, hata anayekuja anakuja amefocus kwenye kile ambacho wewe mwenyewe umejidesign kwacho, umekaa hapo na mtu anajiuliza, huyu kwa kweli huyu ni mke, huyu ni mfate huyu. Lakini ukisha kuwa na papala, leo unakamata yule, kesho kutwa yule, kesho kutwa wanakutangaza, unaonekana kama vile wewe si wa thamani. Msijishushie thamani, jitunze, jiweke thamani yenu. Mungu ni mwaminifu, usitangulize ngono. Lile kusudi la Mungu litatimia na mtaishi kwenye ndoa kwa amani kabisa. Yani kwa jibu hilo la swali la kwanza tu natamani tufunge kipindi kwa sababu kila kitu kimekuisha. Na mimi nimegundua hapo kuna vitu vingi sana katika mazungumzo uliozungumza. Cha kwanza ni kujitunza. Lakini pia kujitunza hakupo kwa sababu watu wana mashaka. Kwamba mtu nimechelewa, nitafanyaje? Inabidi tu nikubaliane na hali halisi niende. Lakini wakati anajirahisisha kuwa parachichi ndio anaharibu kabisa. Na huku ukishaharibu, yule aliyeharibu ndio anakuwa balozi mbaya. Anakutangaza vibaya kwamba yule bwana ni parachichi, yule bwana maharage ya Mbeya, yule bwana akikutana na mama anayemwamini kanisani anamuuliza, yule mama anashindwa kigugumizi. Hapana bwana, subiri nitakupa. Umeona anashindwa kwa sababu ameona hakuna sifa njema na anaogopa kuwa na ushuhuda ambao utakuwa wa uongo. Kwa hiyo binti, umeona vitu vinavyokwenda hapo. Yani wewe unakuwa chanzo cha kuharibu baraka zao. Cha kuharibu baraka, na pia wanashindwa kuelewa mabinti. Mume wa kweli, yani mume wa kweli mwingine anaweza akaja ni wa kweli kabisa. Akaja na anamwambia akamwambia hilo jambo kwa kujaribu, kwa kumjaribu na kumpima kwamba huyu kwa namna ambavyo mimi yani amemgrade ndani mwake ndivyo alivyo. Anampima, akiona kweli amemkubalia, anajua kwamba hapa nilikuwa napotea. Sasa hapo mwalimu, hebu tusaidie. Huyu binti atajuaje kwamba huyu ananipima ama huyu kweli ana tamaa tu ya kupita? Mwanaume wa kweli ni kama, yani hakuna wa kweli atakaye kuja kama wewe hujajiamua kujiweka same friend. Kwa sababu mara zote huwa natembeaga hata na mabinti zangu barabarani, huwa nawaambia, nawaonyesha, mmemwona yule, mmemwona yule anavyofanya hapo. Mwenyewe tu anatengeneza mazingira ya yeye kuitwa au kutongozwa. Wakati binti, yani hautakiwi wewe kutengeneza mazingira ya kuvutwa, yani ya kuitwa. Unajua ukishaitwa binti, wewe ni wathamani kuliko dhahabu. Kama ambavyo wanachukua na yani inawagharimu kutumia nguvu kubwa kupata kitu cha thamani, ndivyo iwe kwako binti. Kwa sababu kwa mfano kama zamani nilikuwa naona, nikiwa mdogo nilikuwa naona pale kwetu tumezaliwa wasichana 7.
Yani unaona ruti za mabaskeli wanaojipitisha mara mbili, wanajiombesha maji ya kunywa, wanaofanya nini, lakini mama alikuwa ana akili, anaelewa kwamba huyu ana kiu, huyu nini, ila tu anajipitisha pitisha, yani anajipitisha kwa sababu hakukuwa na ile ya kuonekana na kutongozwa ovyo. Kwa hiyo mabinti wengine, yani yeye mwenyewe ndiye anakuwa sababu ya kutengeneza mazingira ya kuitwa, ya kutengenezwa mazingira ya kuonekana kama yeye ni sagura. Hata mahali ambapo hajaitwa anauliza umeniita, au namna ambavyo, yani namna unavovaa, yani unawaambia kama vile biashara matangazo, yani kama uko kwenye matangazo. Kunapozama kujitunza na kujivalue ni ile namna wewe unaendaje, unatembeaje, unavaaje, unaonekana wapi, unaongeaje. Hivyo vyenyewe vinakuelezea kwamba huyu ni waaje. Kijana au mwanaume wa kweli ambaye anakuja akiwa na malengo na wewe, ngono haiwezi kuwa kipaumbele. Ngono haiwezi kuwa kipaumbele kwa sababu anakuja, kwa sababu ana maono, anatafuta msaidizi. Kwa hiyo hawezi kuja akiwa na mawazo ya kwamba mimi nataka leo tuende tulale pamoja, na leo tukutane sehemu gani, leo njoo ghetto. Hawezi kuja na hizo habari kwa sababu yeye anakuja akiwa amelenga, anatafuta msaidizi wa hatima. Anatafuta mtu wa kumsaidia. Kwa hiyo anakuwa na maswali na mazungumzo yake, anatafuta kujua huyu ninavyowaza mimi au nilivyo navyo ataweza. Unawaza nini? Mpango wako ni nini? Unajishughulisha na nini? Unasoma, na kama umesoma umeishia wapi? Una mpango wa kuendelea? Akiwa anakupima, anatafuta kujua kwamba tutakwenda. Lakini anayekuja akakwambia, yani leo mimi natamani ningekuwa naona nyonyo, ningekuwa naona sijui ni nini, huyo sio mwanaume muoaji. Hayupo. Huyo amekuja ni tamaa zake, kama ilivyo kawaida ya mwanaume, ni tamaa, atakatoa kutumie, kesha aondoke, utamkuta na mwingine. Na hicho ndicho kinachowaponza mabinti. Akishatongozwa akaenda huko anajimaliza mzima. Akijimaliza mzima, akiachwa anaumia sana, anateseka sana, akujua kwamba yule hakuwa mme, yule alikuwa muonjaji tu na mwakwenda. Kwa hiyo jinsi ambavyo utakavyojipanga. Huwa napenda kile kitabu cha Ruth ambacho mpaka wanasema Boazi anamwambia yule binti, anamwambia hivi, watu wote wanajua kwamba wewe ni mke mwema. Yani watu wote wana sifa zako kwamba wewe ni mwema. Ninatamani hiyo sentence tuisikie kwa mabinti zetu wa sasa. Lakini sasa hivi ukiuliza habari za binti huwezi kusikia habari nzuri. Kwa nini? Kwa namna ambavyo wanajirahisisha. Lakini namna ambavyo binti unavyojiweka mpaka mwanaume yeye mwenyewe awaze. Hivi huyu ninamwanzia wapi? Nitamuingiaje? Nitafanyaje? Mpaka ndio wakati mwingine mtu anakuja na mama, unaweza kunisaidia kuzungumza, au naona kama uko karibu na Fred. Aishajitafuta, ishajikanyaga. Lakini ambaye mtu ajiulize hata mara moja mara mbili namna ya kukupata, ina maana ushajirahisisha wewe mwenyewe. Ni rahisi kumjua kwamba huyu ni mwanaume wa kuoa au si wa kuoa, amekuja ametanguliza nini. Yani wewe kila siku mazungumzo yenu ni hilo, tunaona lini sasa, mbona unanibania sasa, nitumie. Na mabinti, ngoja nizungumze ili kabla sijasahau. Sawa. Mabinti zangu, siku hizi tuna utandawazi. Hizi simu mziheshimu na mziangalie sana. Ni kweli mnatupigia picha. Mwanaume yeyote anayekuja kwako akakwambia nitumie maumbile yako, nitumie picha za utupu, na wewe ukawa umezama umeozea huko ukapiga ukamtumia, huyu sio ndugu yako, nikwambie ukweli. Kesho na kesho kutwa umjui ni nani, anawaza nini juu yako. Mwisho wa siku utamkosea tu kidogo, au atakwambia. Kuna binti sasa hivi anatumikia adhabu ya kuingiliwa kinyume na maumbile kwa sababu anamwambia usiponipa nitatuma picha zako mitandaoni. Usingezituma hizo picha, ungekuwa salama. Ungekuwa salama, ungemwambia fanya unavyotaka kufanya, lakini siwezi kufanya hiki kitu, nimkosee Mungu wangu. Lakini analazimika kutoa mwili wake kinyume cha maumbile kwa sababu anaogopa picha zitatumwa. Picha zitatumwa, picha zangu za uchi. Wakati mwingine mabinti, niwaambie, vile ulivyo leo, yani vile unavyoonekana leo, sivyo utakavyokuwa kesho. Sivyo utakavyoonekana kesho kutwa. Hakuna aliyekuwa anajua Esther kwamba atakuwa mke wa mfalme. Kabisa. Alikuwa tu yuko huko kwa mjomba wake, anaonekana labda ni binti wa kawaida sana. Lakini yule Esther kama angelipiga picha za uchi, akawa amezituma kwenye mitandao, labda enzi hizo ingekuwepo na mitandao, akawa amezituma, kesho na kesho kutwa mjomba wake anamwambia hapana, kuna mpango huko, mfalme anatafuta mke na wewe jipenyeze kule. Mara ghafla tu anapata neema na bahati ya kuolewa na mke wa mfalme. Wanaanza kutafuta vigezo, wanaangalia, wanajikuta kwenye mitandao kuna picha ya Esther ya uchi. Anasema hiyo ilikuwa zamani. Ni kweli ilikuwa zamani, lakini hii picha ni ya nani?
Umeona? Si ya kwako Esther mwenzetu, si ndo tunaona uchi hapa, tunakuona na maumbile yako, ni wewe. Aha, ufai kuwa mke wa mfalme. Kwa hiyo mabinti, msijipotezee fursa kwa sababu ujue wewe utakuwa ni mke wa nani, au Mungu amekufuma kuwa msaidizi wa hatima ya nani, au kesho na kesho kutwa unatakiwa kuwa nani. Jitunze na hizi simu. Tunaona vitu vya ajabu. Wakati mwingine sioni sababu ya kututumia hata hizo, yani maumbile yako hatuoni sababu ya kuyatuma. Amen. Na mtazamaji, tumezungumza hapa mengi, na ndio maana tukazungumza hii mada kwamba tunasema changamoto za binti wa kisasa katika mahusiano na ndoa. Sasa umeelewa vizuri kwamba tuko katika sayansi na teknolojia, na kama utaitumia vizuri itakupa mambo mazuri, lakini kama ukiitumia vibaya itakutesa kweli kweli. Na pale unapopanda kwenye haya maisha, ikatokea wewe umekuwa tu mtu fulani, alafu yule ambaye umehusiana naye na umeachia picha zako huko za utupu, atazitumia kukutesa. Mtazamaji, tunakwenda mapumziko, na tukirejea tutaendelea hapo ambapo tumeishia. Endelea kubaki nasi. Mtazamaji, hayo yalikuwa mapumziko mafupi, na niendelee kukukumbusha tu kwamba nafasi hii iko wazi kwa ajili yako. Unaweza kutangaza huduma yako, ukatangaza biashara yako, ukatangaza chochote kile unachokifanya ambacho unahitaji Watanzania wakione na wakupe ushirikiano katika hicho. Kwa hiyo karibu sana, nafasi wazi na bei zetu ni nafuu sana. Kwa hiyo karibu, unaweza kutumia namba ya simu inayopita kwenye runinga. Hiyo runinga yako hapo kuna namba inapita. Hiyo ni kwa ajili ya kazi hiyo. Tutafute ili tuweze kukuelekeza namna gani unaweza kutupata na kutangaza na Women's Forum, ama kutangaza na Upendo Media kupitia Upendo FM Radio, Upendo TV, Upendo Gazeti na pia mitandao ya kijamii. Karibu sana. Wakati tunakwenda mapumziko, tumeona kwamba kuna baadhi ya mabinti wanaogopa kutokana na kwanza ushuhuda wa ndoa wanazoziona, lakini wengine pia mwalimu waliongeza kwamba si ushuhuda tu wa ndoa wanazoziona, lakini wengine wanaogopa kwa sababu ya hayo maumivu aliyoyapata. Ameshakata tamaa sasa. Ndio hivyo, pengine amekuwa mwepesi na watu wameshamsema vibaya. Unajua, inafikia wakati si woga tu, anaishi katika hilo, anajiona mimi ndio basi tena. Hakuna tena njia ya kumpata mwenza wa maisha. Lakini wengine wameenda mbele zaidi, wana watoto, wanaitwa mama sasa. Kwa sababu kuna makosa yalitokea na akapata mtoto. Hawa wote wanakutana kundi moja la kuogopa kuingia kwenye mahusiano ya ndoa na familia. Hili unaliwekaje? Okay, asante. Nianze na huyu ambaye ana mtoto tayari. Ndiyo. Ambaye ana hofu, anaogopa. Kuwa na mtoto sio dhambi. Yani sio adhabu kwamba niendelee kufungwa hapo. Huyu ana nafasi kubwa tena ya kutengeneza. Ndiyo. Na huyu ana nafasi kubwa ya kuwa bora zaidi hata ya huyu mwingine ambaye hajaangukia huko, kwa sababu aishajua kilichopelekea akawa vile. Kwa hiyo hawezi kudanganyika huyu. Hawezi kurubunika tena, ila atatafuta kuwa bora. Ndiyo. Ili aiongezee thamani yake, yani ajiongezee thamani, kwa sababu alishaharibu hapo kwanza. Kwa hiyo huyu ambaye ameteleza tayari, ameanguka, Biblia inasema angalia ni wapi ulikoanguka ukatubu kabisa. Kwa hiyo jambo la kwanza, binti ambao unajua kwamba tayari una mtoto, wewe nenda mbele za Mungu, omba toba, fanya matengenezo na Bwana, anza upya. Ile kwamba mtoto amezaliwa, mtoto yule sio laana. Ni kwamba tayari Mungu kama aliruhusu pumzi yake, wenda ile mbegu ikutakiwa kupotea kabisa. Hata kama mlipata kwa njia hiyo ambayo ilikuwa sio sahihi, wewe tengeneza na Mungu kwa sasa, jiongezee value mwenyewe, jiboreshe tena, anza upya, nyanyukia hapo, endelea mbele. Hakuna kuendelea kubaki hapo. Yani ni kweli sawa, nilishakosea. Kwa hiyo niendelee kukaa hapo, niendelee kulia, niendelee kuwaza kwamba sasa nifanyeje? Kuna mwanaume ambaye anamtafuta mwanamke kama wewe, anakutafuta kama wewe. Ila sasa kwa sababu umebaki hapo kwenye uchungu, kwenye kulia, kwenye kujiona wewe sio thamani, hauwezi kukutana naye. Ila ukijitengeneza, ukatubu, ukabaki tena kwenye nafasi yako, ukawa bora, ukajijua kwamba wewe ni nani, utakutana na aliye wako na aliye sahihi. Wa pili, hawa ambao anasema kwamba mimi siwezi kwenda kwenye ndoa labda kwa sababu ya haya ninayoyaona. Hatuendi kwenye ndoa kwa sababu ya kuitazama ndoa ya mtu mwingine. Kwa sababu sio yule anayeolewa, ni mimi ninayeolewa kabisa.
Kwa sababu kama tungekuwa tunaenda kwenye ndoa kwa sababu ya ndoa ya hizi vitu tunavyoviona, tusingekuwa tunasikia ndoa zikitangazwa makanisani. Hakuna siku tumeenda kanisani tusikie tangazo la kwanza, la pili, la tatu na la ngapi kwa ajili ya wanandoa. Kwa hiyo hatuendi kwenye ndoa kwa sababu ya matukio, au hatuachi kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya matukio tunayoyaona huko nje. Tunakwenda kwenye ndoa kwa sababu tunajua kwamba hatuendi kwa sababu yetu, tunaenda kwa ajili ya Kristo. Na yeye ndiye ametuweka kwa ajili ya lile kusudi lake. Kwa hiyo binti unaingia kwenye ndoa, unaitafuta kuolewa, usitafute kuingia kwenye ndoa kwa sababu umemuona fulani. Tafuta kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya lile kusudi la Mungu. Kwa sababu okay, huyo alienda kwenye ndoa akashindwa, labda akaachika, wewe hautaachika. Na hiyo inabidi kujisemea kabisa, mimi ndoa yangu haiwezi kuwa hivi, siwezi, ndoa yangu haiwezi kuvunjika, mimi sitaachika. Ni wewe utakayeyakili hayo. Lakini ukienda ukiwa na mtazamo huo, kweli ndoa itakushinda. Na uwezi kujua hao walikoseana nini au ilipelekea kitu gani mpaka hiyo ndoa ikawa vile. Kwa hiyo wewe unatakiwa kuwa wewe, kwa sababu wewe ndio wewe unaenda kuanzisha hiyo ndoa na mwenza wako, na Mungu akiwa pamoja na ninyi. Kwa hiyo usiende kwenye ndoa ukiwa umemtazama fulani. Mara zote kuna mabinti wengi wananiambia, madam, natamani tuwe na ndoa kama ya kwako. Naambia hapana. Kwa sababu ndoa ya kwangu sio ya kwako, nikikupa ya kwangu hautaiweza. Kwa sababu huwezi kujua mimi kiatu changu nimevaa kiatu gani mpaka unaiona hivi. Kwa hiyo wewe unatakiwa kuwa wewe, kwa sababu Mungu akikutuma mahali, unajua sisi wanawake ndo tunatumoga kufanya kazi. Na mabinti wenzangu, marafiki zangu, maana wakati mwingine nikikaga na mabinti na kundi kubwa la mabinti, wananiambiaga, wewe sasa tusikuite mama, tukuite binti mwenzetu. Ndio. Sawa, mnavyopenda kuniita hivyo hivyo. Niwaambie ukweli, mabinti wengi wananiambia, madam, tuolewe tupumzike. Wamechoka nini? Wanahisi huku nje kuna heka nyingi. Wanahisi huku nje labda kwa sababu ya dunia hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo wakienda kwenye ndoa wanaenda kupumzika. Mimi nataka tu niwaambie leo, waambie kabisa, hatuendi kupumzika. Yani ndio maana huwa nawaambia, huu muda binti uliopewa, hata wewe unayeona kwamba umechelewa, utumie vizuri sana kujiboresha wewe, kutengeneza mambo yako, kujitengeneza na kujitafuta, ukajipata, ukakaa kwenye nafasi yako kama binti, ili hata yule atakaye kuja akukute hapo hapo, muanzie hapo kuendelea mbele. Ukishaingia kwenye ndoa, hauendi kupumzika. Anasema sio wewe umenichagua, ni mimi nimekuchagua, nimekuweka uende ukazae matunda. Na matunda yako yapate kukaa, ili kwamba lolote umuombalo Baba kwa jina lake akupe. Kwa hiyo unaenda kufanya kazi, uendi kupumzika, uendi kulala. Sisemi huko kuna adhabu. Ila unaenda kwenye majukumu mengine. Hapa leo uko peke yako unaona heka. Je, una wapili tena? Ushakuwa na mwenzako, una mme. Siku mbili tutakuja kuitwa peleka beseni, unapata mtoto. Mshakuwa watatu. Mara Mungu kaongeza neema yake, una wanne, na Mungu atawapa double, mnakuja na mapacha. Unapumzika? Hapana. Kwa hiyo niwaambie tu, kula tuenze kupumzika. Leo hii ndio una muda wa kujitengeneza na kujitafuta na kujipata na kufanya mambo yako, ili unapokwenda kule umeongezewa majukumu. Kama leo ulikuwa unaomba kwa ajili ya familia yako, leo unaenda kuongezea sehemu mbili za kuombea. Unaombea upande wa kwako, unaombea upande wa mume wako. Utasema unapumzika. Kama ulikuwa unaomba mara 2 kwa siku, sasa hivi utaanza kuomba mara 4, kwa sababu umeongezewa majukumu. Kwa hiyo mabinti, msijidanganye kwamba labda yani mimi nikiolewa kwa kweli nitapumzika. Hakuna kupumzika. Hakuna kupumzika. Huwa nawatoleaga mfano. Kuna siku moja tulienda shambani na Mr. Tumerudi wote tumechoka, yani hakuna hata anayetazama andamani kumtazama mwenzake. Tumefika, mume wangu alifikia bafuni, mimi nikafikia jikoni. Ndio. Umeona? Yeye amefikia bafuni kuoga, analala. Na aniambia chai bado huko. Jamani, hamna chochote. Sasa ndio nakwambia uendi kupumzika. Yani huyu mmekuja wote, akumbuki kama mlikuwa wote kule mmechoka hoi kabisa. Anataka yeye aanze kuhudumiwa wakati hata maji yenyewe utajimwagia. Ndio maana nawaambia kule tunaenda kwenye kazi. Hatuendi kulala. Tunaenda kuwajibika kumzalia Mungu matunda. Tuendi kumzalilisha Mungu. Tunaenda kumzalia Mungu matunda. Huyo ndio mama. Yani ukishatoka kwenye ubinti, unapoolewa unaenda kuwa mama. Mama kazi yake ana majukumu mengi, anatunza, analea, anachunga, kwa hiyo analinda. Kwa hiyo huwezi kusema mimi nikiolewa nitapumzika. Hakuna namna ya kupumzika. Ni ile kwamba sasa hivi tuko wawili, tunashauriana hiki, tunaulizana hiki, tunafanya hiki, lakini majukumu yanaongezeka. Kile unachoweza kukifanya sasa hivi binti, kifanye. Yani kifanye. Na msiwaze kuingia kwenye ndoa kwa sababu umeona ndoa ya fulani, kwa sababu
yale majukumu ya kwake ya kwenye familia kwake hayako kwenye paji la uso kwamba huyu anawajibika hivi au anafanya hiki. Ni kweli ukitazama unasema ninavutiwa, natamani ndoa ya kina fulani, lakini ukiwa unajua kwamba mimi ndoa ya kwangu ni ya kwangu, sio ya fulani, na unaenda kuanzisha ya kwako. Amen. Asante mwalimu. Na mwalimu amefafanua vizuri hapo kwamba huendi kupumzika kwa sababu hata neno lenyewe linasema wewe utakuwa msaidizi. Sasa anaenda kusaidia na pumzika. Si uanzie hapo tunasaidia nini? Mwingine ana mizigo mizito. Kwa hiyo ukienda kule manake umsaidie katika hiyo mizigo mizito. Lakini hili swala la usaidizi pia na kwamba hawa wanavyosema kwenda kupumzika pia limejitokeza kwenye uchumi. Mabinti pia wamezungumza kwamba kinachowafanya pia wakimbilie kwenye ngono na kuharibu mahusiano yale mazuri ya kuelekea kwenye ndoa ni uchumi. Kwamba binti mwingine anaona labda anapenda kupendeza lakini hana fedha. Anapenda kuwa na simu za kisasa, anapenda kuwa na mavazi mazuri, anapenda kupanga nyumba ambazo pengine ni za gharama kubwa. Halafu yeye mwenyewe hana huo uchumi ambao unaruhusu kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo anamtafuta sponsor ambaye atamsaidia, na masponsor wengi bahati mbaya ni waume za watu. Sasa katika hili mwalimu, hebu tusaidie. Ndio maana nimetanguliza nikasema huu ndio wakati wa binti wa kujitengeneza. Ndio wakati wa binti wa kufanya unavyoweza kuvifanya. Mabinti, acheni uvivu. Acheni uvivu, fanyeni kazi. Yaani fanyeni kazi, fanya biashara. Yaani sasa hivi na hizi simu mlizonazo sio tu za kujisnap. Unaweza kutumia simu yako kufanya chochote, unaposti urembo, unaposti hiki, unafanya hiki. Thamini ile pesa ambayo unaitafuta wewe mwenyewe, inaweza kuzalishia kitu kingine. Hata yule anayekuja kwako atakuja mwanzia hapo, muendelee mbele. Sio unajitoa wewe mwili wako sasa ili uanze kujiuza kwa ajili ya kupata fedha. Mnajiingiza kwenye laana. Yaani mnajiingiza kwenye vitu ambavyo sio vizuri. Na pia hapo kabla hata tujaendelea hapo, pale ambapo sema kwamba mwingine anakata tamaa anasema siolewi mpaka anaamua kuwa singomaza. Ninawaambia katika jina la Yesu, mabinti, napendaga kutolea mfano huu kwa sababu mimi nimeuona. Yaani umenigusa. Ndio. Usifurahi na usitamani watoto wako walelewe bila baba. Kwa wale wajane siwezi kuwazungumzia kwa sababu ni kitu ambacho hawajakiomba. Anapitia hiyo, ni kweli kishatokea na namna. Lakini wewe usikilazimishe kwamba mimi sintazaa tu basi. Tamani kukaa kwenye ndoa yako, uwe na mwenza wako, watoto wako mlemwalee watoto wako, uwe baba na mama. Mimi kilinigusa kwa sababu nimezaliwa bila baba. Yaani sikumuona baba. Kwa hiyo ninajua maumivu ambayo mtoto anayezaliwa akaishi bila baba anayokuwa nayo. Ni kweli mama yupo anakutimizia mahitaji yako ya kila siku na nini, lakini kuna kitu ambacho mtoto wa kike, kwa mfano mtoto wa kike anakakosa. Hata akienda kuolewa kuna mapungufu fulani kwa sababu kuna vitu hajaviona kwa mama akivifanya kwa baba yake. Umeona? Ndio maana nasemaga mimi kwangu ilikuwa tu neema. Roho Mtakatifu anakufundisha, pita hapa, fanya hivi, fanya hivi. Kwa sababu mimi nazaliwa sikumkuta baba yangu nyumbani. Aishafariki. Nimelelewa na mama pekee. Nimelelewa na mama. Wakati mama ana mjamzito wa kwangu, wakavamiwa na majambazi wakamuua baba. Kwa hiyo nimezaliwa na muona mama tu. Poleni sana. Umeona? Kwa hiyo sasa wewe binti ambao unasema mimi kwa sababu nitajizalia mtoto wangu nilee, kuna madhara. Kuna kitu unamkosesha huyo mwanao. Wa kike kuna kitu anakikosa, wa kiume kuna kitu anakikosa. Kwa hiyo usitamani kabisa, yani usitamani mtoto wako alelewe vile. Kwa na nyinyi ambao mnajitoa mili yenu ili mpate fedha, sio sawa. Unaweza kufanya chochote ukapata fedha na ukajikimu maisha yako. Usitake vitu vikubwa zaidi. Hata Biblia inatuambia tusinie zaidi. Yani usitake vitu vikubwa vilivyo nje ya uwezo wako. Anzia hapa hapo kidogo kidogo. Leo nina uwezo wa kushika simu ya 100,000, shika hiyo hiyo 100,000. Nina uwezo wa kushika simu ya 200,000, shika hiyo. Usilazimishe kushika simu ya 2,000,000, 1,150,000 wakati uwezo wa kuwa nayo hiyo hauna. Unalazimika kwenda kutembea na waume za watu, na kesho na kesho kutwa na wewe unataka kwenda kuolewa. Na je, ukiolewa, je wewe ukifanyiwa hivyo mume wako akatembea na binti mwingine, si utaumia? Si utaona kwamba ni kitu kibaya? Sasa kile usichotaka kutendewa usikitende kwa wengine. Msijirahisishe, msiitoe mili yenu kwamba ifanyike kwa biashara. Kujijue kwamba wewe ni wa thamani, yani wewe ni bora zaidi ya hivyo simu, vyakula, nyumba, magari, sijui kutolewa outings, kupelekwa nje ya nchi. Wewe ni wa thamani zaidi ya hivyo, na wewe ukikaa kwenye nafasi yako Mungu anaweza akakupa vikubwa zaidi hata hivyo ambavyo unavipapatikia. Na unapunguza thamani yako kwa sababu
Mwanaume akishajua kwamba yani wewe huko kwa ajili ya biashara, anaweza kufanya chochote, kama yule niliyetolea mfano kwamba anawajibika sasa hivi kufanywa vitu ambavyo sivyo, kwa sababu tu ya vile alivyoviingia. Kwa hiyo mwanaume akishajua kwamba wewe uko hapo kwa ajili ya hela, anaweza kukufanyia chochote, kwa sababu mwanaume ambaye hajaokoka anaweza kufanya chochote. Ndio hiyo tunasikia sasa hivi kuingiliwa kinyume cha maumbile, sijui kufanya vitu gani, ni kwa sababu amejua kwamba shida yako ni pesa, atakupa pesa akufanyia chochote. Kwa hiyo mabinti zetu, msijidhalilishe, nyinyi ni wa thamani na ni bora zaidi. Asante sana mwalimu. Kwa sababu ya muda wetu, kuna maswali mengi pia yamebaki. Kuna swala hili la kuwa na kiburi kwa wale ambao wanapata kuwa na kipato sasa. Na kipato, kwa hiyo anaona mimi pesa ninayo, na shida gani bwana? Lakini hata kama atampata mwenziwe pia ambaye hana kipato cha kutosha, yeye anamuonesha kwamba yeye anacho, kwa hiyo inakuwa shida. Lakini pia kuna binti wengine hawa ambao wamekwisha kuingia kwenye mahusiano, lakini wanakumbana sasa na changamoto za imani. Yani mtu mwingine anakuambia ni kila anayekuja kwangu ni wa imani nyingine. Nifanye nini? Sasa sijui tutawekaje, sijui ataenea maswali hapo. Kuna hilo sasa la kuwa na kiburi baada ya kupata kipato, lakini pia hili la kupata mtu wa imani nyingine. Imani nyingine pia ni shida, lakini pia hata dhehebu lingine huwa inakuwa changamoto. Hapa mwanzo kwenye maziwa na asali inakuwa ni cream, baadaye inakuwa changamoto. Sasa mwalimu, labda hapo utusaidie haya mawili kama anaweza kukaa vizuri. Ana wale mabinti ambao wanapuuza sauti ya Mungu. Mungu anasema naye kabisa kwamba huyu siye. Yani kabisa anamuonyesha hata kwa picha nyingi tu, lakini anakwama kwenda mbele. Sasa tuanze hili la kuwa na kiburi baada ya kuwa na kipato. Kuwa na kiburi, nizungumze mabinti, hata kama utakuwa na fedha kiasi gani, hata kama utakuwa na fedha nyingi kiasi gani, mwanaume ni mwanaume na ni kichwa. Yani ni kichwa. Na ili familia iweze kuwa na amani na muweze kwenda vizuri, hata kama una pesa kiasi gani, wewe ni wa kunyenyekea, wewe ni wa kushuka. Pesa yako haiwezi kumtawala mwanaume. Yani wewe hauko kwa ajili ya kutawala. Kwa hiyo fedha ya kwako isiwe sababu ya kukufanya kuwa na kiburi. Hata kama una pesa nyingi, huyo uliye naye aliyekuja kwenye maisha yako yeye hana pesa au hajasoma, kwa sababu wengine changamoto ni kusoma. Huyu amesoma zaidi, huyu hajasoma. Ile kwamba ni mwanaume, yeye ni kichwa. Kwa hiyo mpunguze kiburi. Wakati mwingine katika kuwa na kiburi kwa sababu una kipato, mmewapoteza wale walio sahihi. Mwisho wa siku mnaanza sasa kutufungisha mifungo isiyo rasmi, kwa sababu mshawapoteza wale waliokuja kwenu ukamuona kama takataka. Leo hii unaweza ukamuona kwamba si lolote, kumbe huyo ndio mwenyewe na uka anako kwenda ni bora. Wenda ndio umekutana na Yusufu anafukuzwa kwa Potifa, anaenda huku naenda huku, unamuona tena huyu tena mkimbizi, mbona huyu hata kusoma hajasoma, tena alikuwa anamwagilia maua kwa Potifa. Kumbe kesho ndio waziri mkuu. Unamtupa waziri mkuu kwa sababu leo umemuona yuko hivi. Wewe kwa sababu unamfanya biashara wa Kariakoo, unaenda zako China, Uturuki, unatuletea nguo, wanasema huyu si lolote. Kesho unakuja kushtuka vile uliyemtupa jalalani ni waziri mkuu. Unatamani kumfuata, umfuati tena. Waliokudanganya ambao uliwaona mlikuwa mnapanda wote ya Tanzania, walikuwa wakuchezea tu kwa sababu walikuwa najua kwamba nikienda na wewe tutaonekana pamoja. Hana mpango na wewe tena, unaishia kulia. Kwa hiyo punguzeni kiburi. Mungu akikubariki, akubariki ili zigeuke kuwa adhabu au kuwa jeuri kwa watu wengine. Anakubariki kwa ajili ya utukufu wa jina lake, ili utumie hizo fedha zako kumtumikia Mungu na kumheshimu Mungu, na ili ajitukuze kwamba katika ubinti wako alikuwezesha ukawa na kipato na ukawa unamtumikia Mungu, na yeye atakaye kuja kwako awe chini yako, mheshimu na unyenyekea kama mwanamke. Hili la imani tofauti, na la imani tofauti, Biblia inatuambia tusifungamane na watu wasioamini. Kwa kama mtu sio wa imani yako, na Mungu hawezi kukuletea mtu ambaye sio wa kwako. Wengine mnawakumbana nao kwa sababu labda huyu umeona ana fedha, sema kwa sababu ana pesa mimi namtaka huyu, unajikuta tu umechaji changamanisha na huko. Mwisho wa siku mnatuzalia watoto hao wanaenda kulia, wanaenda kushoto, wanaenda wapi, au mwisho wa siku unaona kama adhabu. Kama mtu sio wa imani yako, sio wa imani yako. Na hapo ndipo mabinti wengi wanapishana na sauti ya Mungu. Mungu anawasemesha awakubali. Mungu anawasemesha. Kuna binti alisemeshwa. Yani Mungu alimuonyesha ishara zote. Mpaka wako kwenye mahusiano, wamefika mahali kweli, mahali huyu kaenda katoa mahali, kajitamsha kwenye familia, katoa kila kitu, lakini karibia siku zinavyokaribia za send off, mwanaume mara achenge, mara afanye hiki, mara afanye hiki. Siku ya send off mwanaume hakuja. Mwanaume hakuja, wakaja ndugu wawili wa mwanaume na send off ikafanyika, akawa comfortable kwa sababu anataka kuolewa. Ndio huo muemko ninaozungumza kwa mabinti. Leo hii ninapozungumza tumempoteza huyo binti. Kwa vipi? Amefariki.
kwa sababu ya madhila ya ndoa. Ameenda kubeba mimba ya kwanza imetoka, amebeba ya pili imetoka, ya tatu mara wamesahau gloves, sio amefanya vitu gani mpaka amepoteza maisha. Lakini laiti angemlisikiliza Mungu kwamba hapa sio sahihi. Mtu hajaja kwenye send off kwa sababu gani? Na yani amekudanganya sio nini, umeenda kuolewa. Kwa hiyo msipishane na sauti ya Mungu. Mungu akikwambia, unajua watu wengine sema sasa mimi nitafanyaje? Hata kama nina tamaa zangu, labda huyu mtu kaja kwangu kwa sababu na uhitaji wa fedha, lakini kuna namna huku ndani Roho Mtakatifu anakusemesha, unakosa amani, unakosa utulivu, unakuwa na mahangaiko juu ya huyo mtu, unakuwa na mashaka naye. Ukisha kuwa na mashaka, ukisha kosa amani, ondoka, kwa sababu yeye anasema amani yangu nawapa. Katika jambo lote unataka kufanya, ukikosa amani liache. Hata kama ni safari unataka kusafiri, ukisha kosa amani ndani yako usiende. Kwa hiyo ukishaona mtu anakuja kwako ukakosa amani naye, hata kama ana hela zinadondoka ndo anajifutia kama leso, muache aende. Asante mwalimu, japo hapo ni pagumu. Jamani, tuna vitabu hapa mwalimu, tuvizungumzie hivi maarifa haya tena mengi kweli. Tuanze na hiki hapa. Kuna kitabu hiki, Uzao wangu urithi wangu. Hiki cha Uzao wangu urithi wangu ni kitabu ambacho kinataka mzazi au mlezi apate kujua kwamba nikiwa na mali, nikiwa na vitu, nikiwa na chochote, yani hata nikiwa na vitu vyote vilivyojaa kwenye hii dunia, nikitunza kulea watu, nikishindwa kutunza watoto wangu na kuwaweka katika misingi itakayosimama vizuri, bado hivi vitu vyote ni takataka. Ndiyo. Katika dunia tulio nayo, wazazi wengi tunatafuta, tunapambana, tunajikuta tunaenda usiku kucha, unajikuta unaamka mapema, unachelewa kurudi nyumbani, hata watoto waoni, unaweza kumaliza wiki hata hujaonana na mtoto wako uso kwa uso hivi, kwa sababu ya bize tulizo nazo. Mwisho wa siku unakuta mtoto wako kaharibika. Kwa sababu tu ulikuwa kwenye kutafuta mali. Hizo mali ulikuwa unamtafutia na. Kwa hiyo uzao wako ndio urithi wako. Sawa. Kama Biblia inasema andika habari za mtu kwamba hana watoto, si kwamba huyo hana watoto. Alizaa lakini watoto ndio wameshaharibika hivyo. Ni sana ambaye hana mtoto. Kwa hiyo uzao wako ndio urithi wako. Anasema wana ni urithi wa Bwana na uzao wa tumbo ni thawabu. Kwa hiyo thawabu yako ni watoto wako. Na watoto ndio urithi wetu mbele za Bwana, kwamba tumeweza kuchunga hizi mali, makampuni, maviwanda tunavyohangaika navyo kuvitengeneza ili viwe vya thamani. Lazima tuwalee watoto wetu vizuri, hata tukiwa sisi hatupo wataweza kuvitunza, kama ambavyo Ibrahimu alichimba visima, Wafilisti wakavifukia, Isaka akavifukia na akavipa majina sawa sawa na baba yake. Huyu aliweza kutunza watoto wake, na kwa hiyo urithi wake unaendelea. Huo ndio utajiri wa mtu. Utajiri sio magorofa, sio nini. Utajiri ni kujua namna ya kulea watoto wako vizuri. Kwa hiyo kama unataka watoto wako wawe kama mishale mikononi mwa shujaa, basi ukutane na kitabu hiki ili kwamba mtoto apelekwe kama mayai. Kama mtoto ni mshale, lazima ujue kumvuta kabisa. Na ukiwa unamvuta unaelekeza kuvuta wapi, na humu utajua mtazamo wa Mungu kati ya mtoto wako. Bila kujua mtazamo wa Mungu kwamba huyu ni angel, Mungu amenipa angel, Mungu anamtazameje, nikisha jua kwamba Mungu anamtazamaje au amenipa nani, ndio nitajua namna ya kumvuta nikimuelekezea kule kwa adui. Nikimuelekezea kuelekea kule ambako Mungu anataka kunjia ile sahihi. Wewe Mungu amenipa askari, mimi namlea kama mwanasheria. Mungu amenipa mwanasheria, mimi namlea kama mfanyabiashara. Tunapishana hapo, tunapishana. Ndio Simon anasemaje? Sasa Mungu unaweza kumchukua mtumishi wako sababu macho yangu yameuona wokovu wakati anakutana Yesu amepelekwa hekaluni. Sisi tunamuona Yesu anazaliwa na Bikira Mariamu kama mtoto wa kawaida, lakini Simon anatuambia sasa macho yangu yameuona wokovu. Mtazamo wa Mungu kwa Yesu kuja duniani ni wokovu. Aliyouona yule mzee ni wokovu. Amekuja kama mwokozi. Sasa wewe unamchukulia ni mtoto wa kawaida, ni mtoto wangu, msiguse, asideki, asifagie, mwache alale, la 7 juu atakufua socks. Unamharibu. Sio mshale huyo. Sio mshale huyo mkononi mwa shujaa. Tutauliza baadaye kinapopatikana, lakini mkononi mwangu nina kitabu kingine kina moto kabisa hapa. Lakini kinafanana kidogo na kile kingine, lakini kinaitwa Ukombozi wa Uzao. Huu ni ukombozi wa uzao. Ukombozi wa uzao. Sasa huu moto nao hapa. Mtoto wako awe ni moto. Jinsi ya kutumia maombi na sadaka kwa njia kuwakomboa watoto wako. Yani tumia maombi yako, tumia sadaka yako kwa ajili ya kuwakomboa watoto wako. Anasema hazina ya mtu iliko ndiko na moyo wake utakapokuwa. Mahali unapomweka mtoto wako ndipo atakapokuwa. Namna ambavyo unaelekeza watoto wako umewaweka kwenye mikono ya Mungu. Siku hizi wazazi hatutoi sadaka
kama mtoto hajaharibika. Ndiyo. Tunasubiri mtoto aharibike ndipo tutafute watumishi. Lakini tunamwona mwanamke mwenzetu Hana alipeleka Samueli madhabahuni bila mtoto wake kuharibika, na akatoa sadaka, akamwacha madhabahuni, akasema atamwabudu Mungu hapa siku zote za maisha yake. Akaachilia na sadaka kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Siku zote nawaambia, hata jana nilikuwa naongea na wazazi nikamwambia hivi, usitoe, unapotoa sadaka ya mtoto usitoe fedha. Yani mkononi mwangu nitabeba 100,000, nitabeba 10,000, nitabeba 5,000, lakini hii naipa jina, huyu ni angel. Mungu nakuletea angel, nakuletea angel, na huleta moyo wa angel. Ina maana huyu mtoto hata akiwa mahali ambako siko, yuko kwenye mikono ya Mungu, sababu kila siku huwa namkabidhi Mungu kwa sadaka. Amen. Na maana zote wazazi tunafikiri kutoa sadaka tunawatolea hawa chini ya 18. Hata kama wewe mzazi unayenitazama leo una watoto ambao wameshaoa na wameshapata na watoto, bado ni watoto kwako, watolee sadaka. Amen. Yani mtolee sadaka huyu ambaye tayari ana mandevu, huyu ambaye tayari ni mke wa mtu, mtolee. Kwako wewe bado ni mtoto. Kwa yule ni mke wake, kwa yule ni mme wa fulani, lakini kwako mzazi, baba, mama unayenitazama, ni mtoto bado. Akipata na cha kupata hutalala usingizi. Amen. Hakika vitabu ni vizuri sana. Sasa sijui nimalizie na hili jarida au tumalizie na hivi vitabu kwanza. Najua hili haliko sokoni. Liko sokoni. Liko sokoni? Yeah, okay. Liko sokoni, maombi ya kimkakati kwa ajili ya ndoa. Yes. Wow. Hapa ndio mahali pake. Lakini komboa ndoa yako kwa njia ya maombi na kataa ndoa ya machozi. Yes. Wanawake wengi au ndoa nyingi zina machozi, zina nini, lakini hapa tuna maombi ya kimkakati ni zaidi ya 100, lakini kabla ya maombi kuna vipengele 8 ambavyo mwanamke anatakiwa kuvijua. Akivijua vitamsaidia yeye hata anapoingia kwenye maombi. Wana zote wanasema wanawake wana maombi yasiyo na matokeo. Ni kwa sababu kuna vitu ambavyo hawajavijua. Ukivijua hivyo hata maombi yako yanakuwa na mtiririko mzuri na yanaleta matokeo kwako. Ndoa zetu hazitakiwi kuwa na machozi, maana tumeambiwa kwamba Mungu akujalie kuona raha nyumbani mwa mume wako. Kwa hiyo unatakiwa kuona raha. Hata wengine hapa tumetoka kuzungumza habari za mabinti, yani hawatamani kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya yale wanayoyaona au wanayoyasikia. Hapana, ndoa ni mahali pazuri pa kuchangamka, pa kucheza na kufurahi, tukaridhiana. Hivi vyote ni ila za shetani, kwa sababu anajua ni taasisi ambayo Mungu alianzisha mwenyewe, na ndiko kanisa linakotokea, taifa ndiko linakotokea. Kwa hiyo hatutakiwi kuwa na ndoa zenye machozi, tuwe na ndoa zenye ushuhuda za kuwavuta wengi wamwamini Kristo. Amen. Mwalimu, vitu vizuri sana hivi. Kama ni maombi ya kimkakati, manake huku kuna namna ya kuomba pia. Kuna maombi na maombi yenyewe na mistari ya kusimamia. Umesema kitu kidogo tu hapa, lakini mimi nimekichukulia kwa uzito mkubwa sana, kwamba unapoenda kutoa sadaka ya mtoto wako, au yani mtoto kwa maana ya uliyemzaa wewe, sio lazima awe mdogo, maana ni wa umri wowote. Ile sadaka ione kama mtoto wako. Yani itakuwa na uzito mkononi. Na tutaacha kutoa shilingi 1,000. Kwa sababu unaijua thamani ya mtoto wangu. Nampeleka madhabahuni. Sasa utampeleka kwa buku. Kwa hiyo yani tujifunze kina mama. Kwa hiyo humu kuna haya mambo yote yako humu. Mambo yote yako humu kwenye hicho kitabu. Na ni kitu ambacho mimi nilijifunza, unapotoa sadaka, ile sadaka inafuatilia, inamfuatilia mtoto wako mahali popote atakapokuwa. Dunia hii imejaa vitu vingi, imejaa heka nyingi. Hatuna namna ambavyo mimi leo hii mtoto nakwambia watoto wanaenda boarding, nitakuwepo kule kuwachungulia? Sitakuwepo. Lakini Mungu anawachungulia, anawaona. Na kama una watoto 5, kila mtoto ana baraka zake, na kila mtoto kuna kitu ambacho amekibeba. Una hela nyingi, sawa, nina 10,000, nina 20,000, nina 50,000, na watoto 4 na watoto 5. Hii 10,000 ishike kwamba huyu ni fulani, Mungu huyu ni fulani, namleta fulani. Mungu ampiganie kwa namna ambavyo amewekeza ndani yake. Mimi nilivyo sivyo ulivyo, dada Angel. Kwa hiyo tusiwe tunawatolea wakati mwingine sadaka tu, wakati mwingine tunaweza kutoa kwa pamoja, lakini kuna mahali ambapo unasema leo ninaomba kwa ajili ya watoto wangu. Usiwakusanye kama pilau, maana mchele mmoja una vitunguu saumu na karoti una nini, una vitu vingi. Kila mtoto mkabidhi kwa Mungu kwa kipekee, namna yake, ili Mungu anapomtazama, anapompigania, ampiganie kivyake. Ndio maana nasema nyakati hizi tunapata maarifa mengi, kama mabinti wanakutana na mafundisho mengi, lakini ndio wanavurugwa zaidi. Na ndivyo tunavyotakiwa na sisi kama wazazi, kupata vitu vingi kuwasaidia watoto wetu. Kama uwezi mchunga mtoto wako huko shuleni anapokuwa, mkabidhi kwenye mikono ya Mungu ambaye anaweza kuwachunga. Nasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 20:32 nasema, basi naweka kwenye mikono ya Mungu na kwa neno la neema ambalo linaweza kuwachunga na kuwapa urithi pamoja na watakatifu. Kwa na kuweka kwenye mikono ya Mungu. Mimi kazi yangu watoto wangu ni kuweka kwenye mikono ya Mungu. Hakuna namna leo dada Angel ungeweza kuja kwangu
tukazungumza haya ambayo tunayazungumza, kama hakuna namna ambavyo huku nyuma kuna kilichokuwa kikiniendesha, kikinilinda. Mama yetu sisi alikuwa ni Mromani, anasali rozari muda wote, lakini Mungu alimpa neema, kila mwezi alikuwa anatoa sadaka kwa ajili ya watoto. Mpaka anakufa alituacha madhabahuni. Alitupeleka madhabahuni Jumapili mwezi wa 5, na ikumbuka tarehe 21 siku ya Jumapili, akiwa anasema Jumapili inayofuata watoto wangu wasomewe misa kwa ajili ya mwezi wa 6, yeye akafariki Jumatatu. Kwa hiyo tuliachwa madhabahuni. Na ndio yalikuwa maisha yake kila mwezi. Kwa wakati mwingine nilikuwa najiuliza katika ubinti na ikaeka na mambo mengi ya ubinti, najiuliza hivi hapa nilivukaje, ili nishindaje, nilifanikiwaje? Baadaye nilivyoanza kupata ufahamu wa hiki, nikagundua yes, kumbe sio mimi, ni ile sadaka ilikuwa inapambana kule mimi nisiharibike, mimi nisipotee. Ndio. Amen. Mtumishi wa Mungu barikiwe sana. Amen. Hivi tunavipataje sasa? Maana haya ni mambo mazuri. Kuna vitabu viwili pamoja na hii pamphlet, tunavipata wapi? Hivi mtu anayevihitaji vinapatikana, mtu anipigie simu, lakini pia akifika kanisani, kanisa la KKT Kinyerezi, anaweza kufika hapo akavipata kwa urahisi, kwa sababu akifika hapa akiniulizia ni rahisi kunipata kabisa. Labda niwatajie tu namba ya simu. Mtu atakayehitaji kitabu pamphlet kwa ajili ya maombi ni namba 0757 11 16 39, namba ya Voda 0757 11 16 39, kwa jina la Lydia Kagisa, na napatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina hilo hilo la Lydia Kagisa. Karibuni sana na Mungu awabariki. Amen. Mtazamaji, Mwalimu Lydia hakuandika hivi ili afanye biashara. Kwa sababu kila alichokuwa anagusia kwenye hivi vitabu alikuwa akizama zaidi kwa alichokiandika na kufafanua. Ameandika ili tupate ukombozi. Ameandika ili mwanamke ambaye pengine anapitia changamoto katika eneo fulani la maombi apate msaada. Kwa hiyo kama alivyotaja namba yake, wasiliana naye ili upate kitu kizuri kama hiki, upate vitabu, upate pamphlet, na litakusaidia. Mimi naamini kwa chochote kile ambacho kina pumzi ya neno la Mungu ni msaada tosha kabisa kwetu. Kwa hiyo tusikae tena kinyonge, tusibaki katika machozi. Binti, usibaki katika mateso. Watu wa Mungu wapo kukusaidia. Unaweza pia kumtafuta Mwalimu Lydia akakusaidia zaidi katika ubinti wako, uvuke katika hiyo changamoto unayopitia. Na Mungu atusaidie sana. Basi mwalimu, nikushukuru sana. Asante sana. Asante kwa utayari wako. Asante kwa kutukaribisha kwako. Mungu akubariki sana. Amina, karibu sana. Amen. Asante sana. Mtazamaji, tumefikia tamati ya kipindi cha Women's Forum kwa siku ya leo, na tunamshukuru Mungu sana. Kimekuwa zaidi ya kipindi, imekuwa zaidi ya semina, imekuwa zaidi ya darasa. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe uliyetazama. Namba ya simu inayopita kwenye runinga yako utaitumia kwa ajili ya maoni ya kipindi hiki, lakini mwalimu ametoa namba yake. Kwa hiyo itafute hiyo namba ili uweze kuwasiliana naye, itunze, na wakati wote unaweza ukampigia wakati ule wa kazi, lakini ili tusimsumbue tena hata usiku wa manane. Wakati wa kazi mpigie na atakupa msaada unaohitaji. Mimi nikushukuru tena na tena. Naitwa Angel Samuel. Nikutakia wakati mzuri. Mungu akutunze. Binti, tunza ubinti wako ili tuje kupiga vigelegele vizuri ukiwa salama kabisa. Lakini pia mama mwenye ndoa, tunza ndoa yako. Inawezekana waombee watoto wako hata pale walipokuwa watu wazima, bado wewe ni mama. Kuna mama yake mwingine ni wewe. Baba, penda familia yako. Nikushukuru tena. Asante na nikutakia wakati mzuri. Na kumbuka tu kwamba kipindi cha Women's Forum ni kila Jumanne kuanzia saa 3:30 usiku, lakini siku ya Jumatano kinakuwa marudio saa 5 kamili asubuhi. Asante kwa niaba ya Lydia Kagisa, mimi ni Angel Samuel, na pia kwa niaba ya editor wetu Eric Msuka, nikushukuru na nikutakia wakati mzuri. Asante na kwaheri kwa sasa.